Wanadamu hutaki kuomba, unatakiwa command. Unajua maana Mungu amekwambia kwamba nimekupa mamlaka. Unajua maana mamlaka? Mamlaka si ya kuomba. Once una mamlaka unaamrisha. So watu wengi the reason why maombi yetu yanacheleweshwa, tunaomba. Amrisha. Na command utajiri uje katika maisha yangu. Na command udhuru utoke katika maisha yangu. Na command uzinzi utoke katika maisha yangu. Na command roho iliyoko ndani yangu ambayo inanipa mimi chuki na roho ya kuleta sijui nini, na command utoke katika command. Amrisha. Hivi unafikiri kwa sababu gani Mungu ametuambia tuamrishe? Shetani ana kiburi. Bali stop. Wakati unapoomba unapozubazuba katika vitu vyako, hata wakati unapoomba ile kilegele unaomba unalamika, wewe ni mwanajeshi wa dunia. Wakati uko unapigana wewe harakati. Sasa ndugu yangu we are the soldiers. Sisi ni majemadari wa Mungu. Maana yake ni kwamba you have to command, declare it. You don't understand, do you? Na ndio maana wewe unaisali, unaenda kanisani kila siku, upate kama mimi ninavyopata. Utaweza tena napata pesa. Kwa nini Mungu anampa sana? Kwa sababu naamini sikosi. Faith and commandment ndio kitakufanya wewe ufanikiwe katika maisha yako. Force it, command it, own it, declare it. Yaani si unanielewaje? Kiwezekana hata sasa nipiga shetani mateke. Unamwona lazima ndo alivyo. Kashuka lakini yuko hapo tena karudi juu. That's the power of God. Shindana na shetani kama vile Musa alikuwa shindana na Farao. Usiombe, usilie. No. Shetani atakuza kuwa. Rudisha nyota yako. Rudisha kilichochukuliwa na tunaona na sisi. Rudisha command. Own it. Unataka kuombea ushabu umepewa mamlaka. Mungu alisema amepewa mamlaka tu nani, padri au pastor. Wewe unayo mamlaka. Command it, aim it, na siku ukiujua ukweli utakuweka huru. Umefungwa na maana kila Jumapili upo pale. Useless. Unataka uliclean na kucommand na kuown it. Shetani akishaona wewe ni mwoga, anateka advantage. Na ndio maana hata wakati kabla Yesu hajasulubiwa alitoka jasho kwa ajili ya ule uoga. Lakini kilikuwa kinashindana nini pale? Kilikuwa kinashindana Yesu imani yake ni kubwa kuliko shetani. I think shetani ndo alitumia kati ya binadamu kiume ambao alitumia nguvu kutaka kumshusha chini Yesu na alishindwa. Mungu alimleta Yesu kama fundisho hapa. Na I think fundisho kubwa katika maisha yetu ni tusicheke wala kumzoea shetani. Yaani shetani huyu ni mkoksia tu, yaani ujeda. Kwa sababu akisha kukuona kwamba wewe ni mdogo, akisha kuona kwamba unalialia, Mungu anakuchezea kwa kama kajinga kazezeta kapumbavu waka. Jamani, Mungu naomba uniletee mke. Mungu naomba uniletee upate kitu. So you have to declare. Don't underestimate the power of God. Mungu amekupa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. So declare it. Mamlaka, pigana. Kaa unalialia. Ushamwona mwanajeshi kwa vitani analialia. You have to fight it. Unalialia kipuuzi. Ukilewe ni furaha.